Mama, wewe ni mama. Mheshimiwa Mwenyekiti, mafanikio tunayoeleza leo yamechagizwa na falsafa ulioianzisha wewe mwenyewe ya R4 ambayo ni maridhiano, ustahimilivu, mabadiliko na kujenga upya. Falsafa hiyo imekuwa dira na nguzo muhimu ya kisera katika kujenga taifa Tanzania yenye mshikamano, haki na maendeleo endelevu kwa misingi ya demokrasia na ushirikishwaji wa wananchi kwa maendeleo ya taifa letu. Mheshimiwa Mwenyekiti, leo ni siku ya kutoa hesabu ya yale yaliyofanyika katika miaka mitano, yani mwaka 2020 na 2025. Ni kama tu ile simulizi ya waliopewa talanta. Wazalishe kisha watoe hesabu kwa aliyewapa talanta. Mheshimiwa Mwenyekiti, umekuja mbele ya wajumbe ukiwa una majibu ya kutoa hesabu kwa wajumbe kwa yale yaliyofanyika. Ulipokea uongozi wa nchi yetu kukiwa na changamoto nyingi. Nchi ilikuwa imepita kwenye msiba wa kuondokewa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini nchi na dunia kwa ujumla ilikuwa kwenye mtikisiko mkubwa wa janga la corona. Mheshimiwa Mwenyekiti, ulipokea nchi kukiwa na miradi mikubwa ya maendeleo ambayo ilikuwa utekelezaji wake bado uko chini. Ilitosha haya yote kuwa tishio na kuwa kisingizio kwamba haya hayatekelezeki. Lakini katika mazingira hayo, Mheshimiwa Mwenyekiti, uliishinda hofu, ukaondoa mashaka na ukuwa na mengi ya kusema isipokuwa kusema kazi iendelee. Mheshimiwa Mwenyekiti, mafanikio ya serikali yako ya awamu ya 6 ni ya mwisho. Taarifa hii tunayoitoa imejikita katika maeneo 6 makubwa. Moja, kulinda na kudumisha misingi ya utu, usawa, haki na uongozi bora ili kudumisha amani, umoja na mshikamano wa taifa letu. Pili, kukuza uchumi wa kisiasa fungamanishi, jumuishi na shindani uliojengwa katika misingi ya viwanda, huduma za kiuchumi na miundombinu wezeshi. Tatu, kuleta mageuzi ya kilimo, mifugo na uvuvi na kuwa na uhakika wa chakula kwa kujitegemea wakati wote na kuchangia kikamilifu katika maendeleo ya uchumi wa nchi yetu. 4, kuimarisha upatikanaji wa huduma bora za afya, elimu, maji na umeme na makazi mijini na vijijini. 5, kuchochea matumizi ya utafiti, sayansi na teknolojia na ubunifu katika kama nyenzo ya maendeleo ya haraka ya kijamii na uchumi wa nchi yetu. Na 6, kutengeneza ajira zilizopungua milioni 8 katika sekta rasmi na sekta isiyokuwa rasmi kwa vijana wetu. CCM oyee!